wetu wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa nafasi na mimi nipate wasaa wa kuchangia hii bajeti ya serikali, na kwa sababu ya muda na kwa vile wengi wamezungumza, mimi nitazungumza kwa ufupi. Kwanza kabisa mimi niwapongeze viongozi wa wizara zote mbili, Wizara ya Fedha na ile ya Mipango, kwa kazi nzuri kwa kweli wanaifanya, na hii budget ni ushahidi wa jinsi wanavyofanya kazi yao vizuri. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu yeye ndio maelekezo yake ya namna ya kutengeneza bajeti ya aina hii ambayo kwangu ina sifa kuu tatu. Kwanza ni bajeti ya kwanza ambayo tunaitekeleza baada ya kuzindua ile dira ya 2050, lakini pia ni bajeti nzuri sana kwa sababu inajenga daraja la kati la wawekezaji na kurasimisha sekta ile sio rasmi. Kwangu naona ni jambo zuri na ni jambo la kuungwa mkono kwamba serikali imeamua sasa kuwawezesha daraja la kati na kutambua shughuli za wananchi ambao wanatambuliwa kama sekta isiyo rasmi na inarasimishwa. Kwa kweli mimi naiunga mkono, ila sasa ni muhimu kuwawekea nguzo na kuwajengea kipato cha kutosha, kwa sababu wao ndio walipa kodi wajao. Vinginevyo tutaendelea tu kuwategemea wale walipa kodi wale tuliowazoea wachache, lakini kwa daraja hili la kati tutapata wafanyabiashara na walipa kodi wengi zaidi. Kwa hiyo kwa kweli mimi kwa sababu hiyo naunga mkono. Lakini nyingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeonyeshwa kwenye hiyo budget Watanzania wanaoishi vijijini ni 65%. Ushauri wangu kwa serikali, kwa sababu haijabainishwa ni kiasi gani ya hela au ya budget inaenda kushughulika na shughuli au kwa kujenga uwezo wa shughuli zinazofanywa na watu 65% mpaka karibu milioni 40, ni itokee uwiano sasa wa budget inayoenda kuwawezesha wananchi walioko vijijini na shughuli zao ambao wengi ni wakulima na wafugaji, ili sasa waweze kuongeza kipato na waweze kuongeza uzalishaji inayoenda kwenye familia zao na pia kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda nienda haraka haraka pia, mimi nataka kutoa ushauri kwamba lazima kuwepo sasa na mgawanyo wa shughuli zinazofanywa na serikali kuu na shughuli zinazofanywa na TAMISEMI au halmashauri, kwa sababu halmashauri ni serikali ambayo inajitegemea, inatakiwa ijitegemee kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii pia budget ni ya heshima kwangu. Imejenga heshima kwa nchi yetu kwa sababu inaonekana tunaanza kujitegemea kwa 74%, na kwa kweli hii mimi kwangu inatuondolea hii aibu ya kunyimwa misaada pale nchi zinapokasirika. Inatakiwa Mama Samia ile tabasamu anayetuachia atuachie na hii heshima, tujitegemee kwa 100%, kwa sababu kuendelea kutegemea misaada ya watu, mtegemea cha nduguye ufa maskini. Na hii kwa kweli mimi nataka tuondokane na hii aibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nigusie mambo mawili. Moja, kwenye mitamko yetu tunayo ile kitu inaitwa kilimo ni uti wa mgongo, na hii imesababisha shughuli ya kilimo iongezwe nguvu, iwekewe bajeti ya kutosha, lakini sio peke yake ambacho ni muhimu. Kwa mfano mifugo inatakiwa na yenyewe tutengenezee kauli mbiu. Mifugo ni uti wa nini? Kama kilimo ni uti wa mgongo, mifugo ni uti wa nini? Uvuvi ni uti wa nini? Kwa sababu ni shughuli muhimu sana. Basi sisi tuchukue kichwa tuitwe mifugo ni ubongo wa kichwa, kwa sababu ni muhimu. Uvuvi nayo ni muhimu vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusipofanya hivyo tutaendelea kutenga hizi shughuli za kiuchumi ambazo ni muhimu na mwishowe zitafifia. Lakini ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, lazima tuwekeze nguvu katika kutengeneza shughuli au miundombinu wezeshi. Sisi watu wa Loliondo tusipotengenezewa barabara ya lami kutoka Loliondo mpaka Mtoambu, hatutaweza kushiriki vyema kwenye shughuli za kiuchumi na hatutaweza kufurahia hayo maendeleo yanayopatikana. Kwa hiyo lazima tujengewe barabara ya lami, tuwezeshwe kwa mifugo ili
na sisi tuweze kuwa sehemu ya Watanzania wanaofurahia maendeleo ya nchi yao. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono